Sasa namna ya kuzimu ya vile ambavyo mwanamke anaibiwa kimbali na mwanaume anaibiwa nguvu ama mamlaka yake ambayo inamsaidia kutawala katika fiudi yake katika ndoa ya kuzimu. Njia ya kwanza ambayo inatumikanga ni kupitia kwa kuzini na kahaba. Kwenye kile kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 6 na mstari wa 15, maandiko yasema azinie na kahaba ni mwili mmoja na kahaba. Kumbe baada ya kuwa mwanadamu amezini na kahaba wanakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo kwa sababu wako mwili mmoja, spiritual exchange na physical exchange inakuanga ni rahisi sana. Kwa hivyo ile njia ambayo shetani anatumianga number 1 ni kukuletea kahaba ili muwe mwili mmoja, na kwa sababu huyu mtu ni kahaba, itakuwa ni rahisi sana shetani kumtumia huyu kahaba kukuibia ama kuchukua vitu vya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mwanamke baada ya kuwa umemuoa anachukuanga nafasi mbili kwenye maisha ya mwanaume. Nafasi ya kwanza, mwanamke anakuanga ni msaidizi wa kufanana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma maandiko vizuri kwenye kile kitabu nadhani cha Yohana, maandiko yasema, Yohana 14 pale kama sikosei, maandiko yasema ya kwamba nitawatumia msaidizi. Huyu ni Roho Mtakatifu anaongelewa pale. Kwa hivyo mwanamke ni msaidizi, lakini pia Roho Mtakatifu ni msaidizi. Kwa hivyo hiyo nafasi ya kusaidia, ama niseme hivi, ile nafasi ambayo Roho Mtakatifu anakaanga kwenye mwili wa mwanadamu, maana maandiko yasema kwamba miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Hiyo nafasi ambayo Roho Mtakatifu anakaanga kwenye mwili wetu, mwanamke anaweza akakaa kwenye hiyo nafasi pia, maana mwanamke ni msaidizi, Roho Mtakatifu ni msaidizi. Inategemea akikaa kwenye hiyo nafasi anasaidia kwa lipi, anasaidia kwa jambo gani. Atafanya ile kazi ambayo Roho Mtakatifu anafaa kuifanya, ama ataingia ndani ya mwili wa mwanaume akuwe msaidizi na afanye kazi ya shetani. Sijui kama naeleweka. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Korinto wa kwanza 7:33, maandiko, huyu ni Paulo anasema ya kwamba watu walioolewa ama waliooa huwa wanapendeza nani? Wanapendeza wenzao. Walio katika ndoa ama mtu aliye katika ndoa atajitahidi sana kumpendeza mwenzake, lakini mtu ambaye hajaolewa ama hajaoa huwa anampendeza Kristo, anafanya kazi ya Kristo. Hii inatokea kwa sababu baada ya kuwa umemuoa mwanamke utatamani sana kumpendeza, na baada ya kuwa umeolewa na mwanaume utajitahidi sana ili kumpendeza huyu mwanaume. Sasa tumesoma maandiko ambayo yanasema kwamba azinie na kahaba ni mwili mmoja na kahaba. Itokee kwamba kwa sababu mwanamke ni msaidizi na Roho Mtakatifu ni msaidizi, umemuoa mwanamke ambaye ni kahaba, mwanamke ambaye ni Freemason ama ni Illuminati ama ni devil worshipper, ukamuoa. Akija achukue nafasi yake ya msaidizi, maana msaidizi ambaye tunamuongelea hapa atakaa katika mwili wako. Maandiko yanasema watu wawili wakioana wanakuwa kitu kimoja. Kwa hivyo huyu mwanamke atakuja kuchukua nafasi katika mwili wako, ile nafasi ya Roho Mtakatifu ambao Roho Mtakatifu alifaa kukaa pale, na akichukua ile nafasi kama ni devil worship ama Illuminati, ni bila shaka atafanya kazi ya shetani. Maandiko kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 10 na mstari wa 10, maandiko yanasema mwivi aji ila kuiba, kuharibu na kuua. Ukiona umeoa mwanamke lakini vitu vyako vimeanza kuibiwa, umeanza kupoteza vitu vyako kwa namna ambao hauielewi. Namba 2, kuna vitu vyako vimeanza kuharibika, kuna vitu vyako vimeanza kufa, ujue kwamba umempea nafasi, ile nafasi ambayo Roho Mtakatifu alifaa kuifanya, ndio umempea mwanamke hiyo nafasi. Na huyu mwanamke ni bila shaka, kwa sababu vitu vyako vinaibiwa, vitu vyako vinaharibika na vinakufa, ni bila shaka akona shetani ndani yake ambayo inaiba hizo vitu. Kama ningepata mtu mmoja ambaye ananielewa ningefurahia sana, kwa sababu ndoa
imekuwa ni sababu kubwa sana ya wanaume wengi wakakosa kuwa kile ambacho Mungu aliwaleta hapa duniani kukifanya, kwa sababu wamekosa kuelewa kwamba mwanamke anachukua nafasi ya msaidizi. Mungu anapomuumbia Adamu mwanamke anasema nitamuumbia msaidizi wa kufanana naye, lakini wakati ule Yesu anapoenda mbinguni anasema kwamba nitawatumia msaidizi. Kwa hivyo mwanamke ni msaidizi, Roho Mtakatifu ni msaidizi, na mkioana na mwanamke mnakuwa kitu kimoja, mnakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo anaenda anakaa kwenye mwili wako mwanamke, na akikaa katika mwili wako mwanamke anafanya kazi ya kuwa msaidizi, kama vile Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kuwa msaidizi. Sasa akuwe mwanamke huyo hajaokoka, ina maana kwamba atakuwa na roho ya shetani ambao atasaidia kuzimu, lakini akiwa ameokoka na mmekuwa kitu kimoja, atakuwa anasaidia ile kazi ya Roho Mtakatifu, anamsaidia mwanaume. Bwana Mungu akusaidie kuelewa jambo hili kama mwanaume, kwa sababu usipoelewa jambo hili utaoa mwanamke wa kuzimu na atakuibia vitu vyako, ataharibu vitu vyako, lakini pia ataua vitu vyako kwenye maisha yako. Kuna wale ambao tayari wameibiwa vitu vyao, wamefanyiwa vitu vibaya na wanawake ambao waliwapenda sana. Ulikuwa mwanaume rijali, mwanaume wa maana, lakini wakati ule ambapo uliingia kwenye hiyo ndoa ndio mambo yaliharibika. Kwenye hii somo ndio unafaa ufunguke macho sasa. Si eti kwamba nasema umfukuze huyo mwanamke, hapana, lakini nasema umuombee sana asije akatumika na shetani. Maana akitumika na shetani kama msaidizi wako atafanya kazi ya kuzimu, na hapo ndio utaona kwamba maisha sio maisha tena kama vile ulikuwa unaishi. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo ni njia ya kwanza ambayo shetani anaitumia kwenye ndoa za kuzimu ili kuibia mwanaume nguvu zake ama mamlaka yake ambayo inamsaidia kutawala katika field yake ama kwenye kipawa chake ama kwenye kile ambacho anakifanyanga. Lakini pia njia nyingine ambayo inatumikanga ili mwanamke aibiwe kimbali chake. Tumesoma tukasema kwamba kwenye kile kitabu cha Mithali 18:22 ya kwamba azinie na kahaba ni mwili moja na kahaba. Kwa hivyo njia ya pili ambayo shetani anaitumia ni kuangalia mwanamke na kumtamani. Sisi wanaume sio kibibilia kumwangalia mwanamke tukamtamani. Tukifanya hivyo tunakuanga tumekosea, na kuna wanaume wengi ambao wataenda kuzimu kwa sababu ya kuangalia wakatamani. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo 3:16 maandiko yanasema tamaa yako mwanamke itakuwa kwa mwanaume. Kwa hivyo mwanamke ndiye anafaa kuwa anatutamani sisi kulingana na maandiko, lakini ukisoma maandiko yako vizuri sana kwenye kile kitabu cha Mathayo 5:28 maandiko yanasema atazamaye mwanamke akamtamani tayari amezini naye moyoni. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao wameibiwa vitu vyao kwa sababu ya kumwangalia mwanamke wakamtamani, kwa sababu ukimwangalia mwanamke ukamtamani ina maana umezini naye, na tumesema kwamba maandiko yanasema azinie na kahaba ni mwili mmoja na kahaba, kwenye kile kitabu cha Korinto wa kwanza 6:16 azinie na kahaba ni mwili mmoja na kahaba. Kwa hivyo kuna watu ambao wamezini lakini sio kimwili, wamezini kwa kuangalia. Kama unataka mafanikio kwenye maisha yako, hata kama macho yana pazia, lazima ufunike macho yako kwa pazia, usije ukaangalia wanawake ukawatamani. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ukiwa mtu wa kuangalia mwanamke ukamtamani, ni bila shaka utakuwa umezini na utakuwa umekuwa kitu kimoja na yeye. Na hapo kama ni mwanamke wa kuzimu, mwanamke ambaye ako na mashetani, ni bila shaka anaweza akakuibia kwa hiyo njia. Sisi wanaume hatujaandikiwa kuangalia mwanamke tukamtamani, lakini tunafaa tuwapende wake zetu. Kwenye kile kitabu cha Waefeso 5:25 maandiko yanasema ya kwamba enyi waume wapendeni wake zenu na sio kuwatamani. Kuwatamani sio kibibilia. Sijui kama naeleweka. Mungu akubariki sana.